nilikuwa najaribu kulifuatilia kwa karibu hili swala. Nimelifuatilia kwa karibu, nikagundua kwamba endorsement ambazo zinatoka kwenye taasisi kama 47 ambazo ni washirika wa TFF pamoja na wadau wa TFF, kwa maana ya kwamba zile klabu 16 za ligi kuu, vyama vya mikoa 26 inakuwa 42 pamoja na vyama shiriki vitano, jumla inakuwa 47. Nimefanya ufuatiliaji wa kina na wa kutosha, nikagundua kwanza endorsement zimetoka kabla ya wakati. Wakati ni upi? Wakati ni pale tangazo la uchaguzi lilipotangazwa. Tangazo la uchaguzi lilitangazwa wiki iliyopita. Uchukuaji na urudishaji wa fomu ulianza Jumatatu iliyopita, leo Ijumaa ndio mwisho wa kurudisha fomu. Lakini endorsement zimefanyika kipindi kirefu nyuma kabla ya tangazo la uchaguzi. Hili swala kikanuni sio sawa. Na mimi nimefuatilia kwa karibu sana. Nimefuatilia mpaka kujua endorsement hizi zimechukuliwa na rais wa sasa, na mheshimu sana kaka yangu, mhasibu mwenzangu, Bwana Wallace Karia. Amechukua endorsement karibu zote, kwa maana ya 46 except moja. Sasa kanuni za uchaguzi, ibara ya 10 kifungu cha 4 na cha 5 vinaelekeza kwamba wagombea nafasi ya urais wanatakiwa wapate endorsement zisizopungua 5, yaani kuanzia 5 na kuendelea. Lengo la ile kanuni ni kuhakikisha kwamba hawa watu wanaokuja kugombea basi wawe ni watu ambao wanatoka kwenye familia ya mpira. Ndio lengo la ile kanuni. Sasa inapotokea mgombea mmoja, tena kwa bahati mbaya rais aliyepo madarakani anapochukua endorsement zote, maana yake ni kwamba anazuia wagombea wengine wasiingie kwenye uchaguzi. Sasa intention ya kile kifungu cha kikatiba pamoja na regulation ilikuwa ni kwamba kuhakikisha kwamba hawa watu wanapata endorsement kwenye vyama vya mpira pamoja na associates, ili tupate mtu sahihi, kwa maana kwamba mtu wa mpira aingie ndani. Sasa ukifanya, wewe fikiria, umeenda kwenye klabu ya kwanza mpaka ya 15, umeenda kwenye chama cha mpira cha kwanza mpaka cha 26, umekwenda kwenye vyama shiriki cha kwanza mpaka cha 5, taasisi 46. Kwanza huwezi kufanya huo mchakato kwa kipindi cha hizi siku 5. Ni lazima uwe ni mchakato ambao umetumia muda mrefu. Jambo la kwanza. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, maana yake ni kwamba Mheshimiwa Rais, kama nilivyotangulia kusema na mheshimu sana, amefanya jambo ambalo nisiseme kwamba nina kihuni, kutokana na heshima kubwa niliyokuwa nayo kwa rais wangu. Niseme kwamba jambo lisilo la kiungwana. Hili jambo lisilo la kiungwana. Tena inasikitisha jambo kama hili linapokuwa linafanywa kwa mtu ambaye ana mamlaka ya uraisi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF. Mamlaka ya uraisi ni mamlaka makubwa sana. Kimsingi rais ni overseer wa huu uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya TFF, kwa sababu yeye ndio kiongozi mkuu wa TFF. Manake ndio kiongozi mkuu sio tu kwa kamati ya utendaji, pamoja na kamati zote za kikatiba zilizopo kwenye mpira wa nchi hii. Kwa hiyo Bwana Karia ni kiongozi wa mpira wa nchi hii. Sasa mtu mwenye mamlaka kama yake anapoamua kuchukua endorsement, kwanza kwa jinsi nilivyofuatilia, nina mpaka namba ya simu ya mtu ambaye, kwanza namba ya simu ya rais mwenyewe alivyokuwa anawapigia wahusika kwa ajili ya kutoa endorsement, lakini pia namba ya simu ya mtu ambaye alikuwa amemtuma kwa ajili ya kufuatilia hizi endorsements. Sasa rais kutenda kitu kama hiki kwa kweli ni kuunajisi uchaguzi. Yaani kilichofanyika ni kwamba uchaguzi umenajisiwa. Kwa hiyo nini cha kufanya? Mimi nimeamua kurudisha fomu bila kuwa na endorsement. Sasa nina hatua ambazo naenda kuzichukua baada ya kurudisha fomu. Nina hatua kama 2 kubwa na za msingi ambazo naenda kuzifanya baada ya kuwa nimerudisha fomu. Kwa kitendo cha Mheshimiwa Rais kufanya endorsement ya
ya karibu taasisi zote kasoro taasisi moja. Jambo la kwanza, abuse provision ya katiba, ile ibara ya 10.4.5 abuse. Haikuwekwa kwa lengo la kuzuia demokrasia, haikuwekwa kwa lengo la rais aliyepo madarakani kupractice udikteta. Demokrasia ni mojawapo katika misingi ya utawala bora ambao ndio misingi iliyotumika kuunda katiba ya TFF. Katika dunia ya sasa, unaogopa nini kuingia kwenye boksi? Umefanya kazi nzuri kwa miaka yote 8 na sasa hivi unaenda kwenye temu ya 3. Unaogopa nini kuingia kwenye boksi? Wajumbe wamekuchagua mara ya kwanza 2017. Wakaja wakakuchagua mara ya pili 2021. Leo unaingia kwenye uchaguzi kwa mara ya 3. Ruhusu watu waingie kwenye boksi, ukawapige kwenye boksi, urais wako unakuwa na heshima. Rais uliopo madarakani unapokuwa unafanya hila ili watu wasigombee, hata ule urais wako unakuwa hauna heshima. Kwa hiyo kwanza kabisa Mheshimiwa Rais Wallace Karia ameabuse provision ya kikatiba ambayo kwangu mimi ninaona ni sawa na kuunajis uchaguzi mkuu. Hilo jambo la kwanza. Kitendo cha kublock endorsement kwa wagombea wengine, hicho kitendo ni kosa la kimaadili. Hicho kitendo ni matumizi mabaya ya madaraka. Kwa sababu ukiwa rais wa mpira kwa mamlaka uliokuwa nayo, sawa, hauwezi kumpigia simu mtu kutoka chama cha mkoa kwamba anahitaji kufanya endorsement akakataa. Sasa kama watu wote kutoka vyama vya mikoa, klabu ambao wanaheshimu mamlaka yako wanakuja kuchukua endorsement, unachukua endorsement zote, manake rais ametumia vibaya madaraka yake. Sasa kutumia vibaya madaraka uliokuwa nayo ni kosa kwa mujibu wa maadili ya TFF. Ninakusudia kumfikisha Mheshimiwa Rais kwenye kamati ya maadili ya TFF, kwa sababu ndio avenue iliyopo inayoweza kusaidia kuweza kutengua situation ambayo ipo. Hilo jambo la kwanza, kwa sababu ni kosa la kimaadili. Lakini pili, tunayo kamati ya rufaa ya uchaguzi ya TFF. Ninafikiria pia kuandika barua ya pili kuipeleka kwenye kamati ya rufaa ya TFF kueleza hii situation jinsi ilivyotokea, kukata rufaa ushiriki wa Bwana Wallace Karia kwenye huu mchakato, kwa sababu amefanya endorsement kabla ya tangazo la uchaguzi kufanyika. Hata katika uchaguzi mkuu wa kiserikali, wagombea huo wanatafuta wadhamini baada ya uchaguzi mkuu kutangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa iweje Mheshimiwa Rais yeye ametafuta endorsement, amefanya endorsement kabla ya tangazo la uchaguzi? Hicho kitendo alichokifanya ni matumizi mabaya ya madaraka. Kwa hiyo nitapeleka hili swala kwenye kamati ya rufaa ya uchaguzi. Lakini pia ninadhani kwamba nchi yetu hii ni nchi safi. Kumbukeni kwamba chama cha mpira wa miguu ni taasisi ya umma, sio taasisi ya mtu binafsi. Inatakiwa kufanya kazi kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria zinazogovern uendeshaji wa shughuli zake. Kwa hiyo ninaamini pia kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafuatilia huu uchaguzi. Ambacho ninakifahamu ni kwamba matumizi mabaya ya madaraka, narudia tena, matumizi mabaya ya madaraka ni kosa la kimaadili lililopo kwenye sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Narudia tena, matumizi mabaya ya madaraka ni kosa la kimaadili ambalo lipo kwenye sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hiyo ninaamini kwamba vyombo vinavyostahili kufanyia kazi na vyenyewe haviwezi kuliacha tu swala hili likapita, kwa sababu ni wajibu wao kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika uchaguzi pamoja na shughuli nyingine zozote zinazofanyika katika taasisi za umma pamoja na taasisi binafsi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kikubwa tu ambacho nilitaka niwaeleze leo, kwa sababu pia nafahamu kwamba muda wa kampeni haujaanza,
sitataka kuongelea jambo lolote ambalo linaweza likalilimiti kwenye mchakato wa uchaguzi, kwa sababu pia kama nilivyotangulia kueleza, mimi ni mgombea mzoefu kwa sasa hivi. Lakini kikubwa ni kwamba nitaenda kuitafuta haki kwa mujibu wa taratibu zilizopo kwenye katiba. Hayo mambo mengine watayafanya watu wengine kutokana na taratibu zao. Lakini haki kwangu mimi ninaamini kwamba ninaweza nikaipata kwenye taasisi mbili kwa kuanzia. Kwanza kwenye kamati ya maadili, lakini pili kwenye kamati ya rufaa ya uchaguzi mkuu wa TFF. Umesema una mambo matatu lakini umesema mawili, kamati ya rufaa na pamoja na kamati ya maadili. La tatu ni lipi? Jambo la tatu nimesema nimeviachia vyombo vinavyohusika viweze kuangalia kama kitendo alichokufanya Mheshimiwa Rais cha kuchukua kwanza kuna nini endorsements zote, kublock endorsements zote. Lakini pili kufanya endorsement kabla ya muda wa uchaguzi. Tunaziachia mamlaka zinazohusika ziweze kufanya kile kinachostahili ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa Watanzania. Watu wa mpira na wenyewe ni Watanzania ambao wanastahili haki zote za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na haki zote za sheria zote zilizopo kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwepo sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 ya mwaka 2007.